Mfahamu Jang In-han, mtu mashuhuri katika tasnia ya teknolojia. Alihudumu kama makamu mwenyekiti wa Samsung Group na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics. Han alizaliwa Machi 15, 1962 huko Korea ya Kusini. Alisomea shahada ya uhandisi wa umeme kutoka Chuo Kikuu cha Inha, chuo kikuu cha utafiti cha kibinafsi kilichopo katika jiji la Incheon, Korea ya Kusini. Chuo kinachojulikana kitamaduni kwa utafiti wa elimu katika uhandisi na sayansi ya mwili. Han alisoma katika chuo hicho, alihitimu na kutunukiwa shahada yake mwaka 1988. Msingi huu wa kitaaluma uliweka jukwaa kwa kazi yake ndefu na yenye matokeo katika Samsung Electronics, mojawapo ya makampuni ya teknolojia duniani. Han amehusika katika miradi mingi ya hadhi ya juu ndani ya Samsung, kuanzia uundaji wa maonyesho ya hali ya juu hadi kuongoza juhudi za mageuzi ya kidijitali za kampuni. Maono yake ya kimkakati na kujitolea kwa maendeleo ya teknolojia kumeisaidia Samsung Electronics kudumisha nafasi yake kama kiongozi wa kimataifa katika matumizi ya vifaa vya elektroniki. Safari ya Han ndani ya Samsung ilianza muda mfupi baada ya kuhitimu kwake. Han alijiunga na kampuni hiyo mnamo mwaka 1988 baada ya kupata shahada ya uhandisi wa umeme kutoka Chuo Kikuu cha Inha. Kabla ya kuendesha kitengo cha vifaa vya umeme na vifaa vya Samsung, alikuwa msimamizi wa operesheni ya kuonyesha. Alichukua majukumu mbalimbali katika utafiti na maendeleo, hatua kwa hatua kupanda kwa utaalamu wake katika uhandisi na uelewa wa teknolojia ulimfanya kushikilia nyadhifa za uongozi katika vitengo tofauti vya biashara ndani ya Samsung. 2013 Han akawa mkuu wa timu ya utafiti na maendeleo ya biashara ya maonyesho. Wakati wa uongozi wake alisimamia maendeleo makubwa katika teknolojia ya maonyesho ambayo yalichangia nafasi kuu ya Samsung katika soko la kimataifa la maonyesho ya kuona. Han pia alifanya kazi kama mkuu wa biashara ya vifaa vya dijitali ambapo alikuwa na jukumu muhimu katika kuunda vifaa. Uongozi wake na utaalamu wake wa kiufundi ulikuwa muhimu katika kuendeleza ubunifu ambao uliboresha utoaji wa bidhaa za kampuni katika nafasi hii. Mwaka 2017 Han alipandishwa cheo na kuwa mkuu wa biashara ya maonyesho ya kuona. Katika jukumu hili aliongoza juhudi za Samsung katika kuendeleza na kuzindua teknolojia ya kisasa ya kuonyesha. Chini ya uongozi wake, Samsung ilidumisha uongozi wake katika soko la kimataifa la televisheni na maonyesho, ikizindua bidhaa kadhaa mpya ambazo zilisukuma mipaka ya teknolojia ya kuona. 2021 Han alichukua jukumu la mkuu wa ubadilishaji DX, Developer Experience. Kwa Kiswahili unaweza kusema mtu anayekuza au kutengeneza au kuvumbua vitu. Unaweza kusema muundaji. Ndivyo alivyokuwa Han ndani ya Samsung. Jukumu lake lililenga kuendesha mipango ya mabadiliko ya kampuni ambayo ililenga kujumuisha teknolojia za hali ya juu kama vile akili bandia, AI, Artificial Intelligence, na 5G, the 5th generation of wireless cellular technology, yaani kizazi cha 5 cha teknolojia ya rununu isiyo na waya. Rununu ni simu ndogo inayobebeka, inayotoa kasi ya juu ya upakiaji na upakuaji kwenye bidhaa na huduma mbalimbali za Samsung. 2022 Han aliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics. Majukumu yake yakiwa ni pamoja na kusimamia mwelekeo wa kimkakati wa kampuni, kuongoza uvumbuzi
katika vitengo vyake vya biashara na kuhakikisha kwamba Samsung inadumisha makali yake ya ushindani katika soko la kimataifa. Han akafanya kazi kama mkuu wa biashara ya vifaa vya dijitali, majukumu yake muhimu yakiwa katika uundaji vifaa vibunifu vya watumiaji. Akiongoza kampuni kupitia enzi ya uvumbuzi na mabadiliko ya kidijitali, uongozi wake ukaendelea kukuza ukuaji wa Samsung katika sekta mbalimbali, kuhakikisha mafanikio yake yanayoendelea katika soko la kimataifa. Maono ya Jang In-han kwa Samsung Electronics yalijikita katika uvumbuzi, ushirikiano na uendelevu. Akalenga kusukuma mipaka ya teknolojia, kuhakikisha kwamba Samsung inasalia kuwa kiongozi wa kimataifa katika kutoa suluhu za kisasa. Han aliangazia kuunda bidhaa zinazotarajia mahitaji ya watumiaji, kuboresha maisha ya kila siku na kuchangia ulimwengu uliounganishwa zaidi. Aliamini katika kukuza kazi ya pamoja ya ubunifu ndani ya Samsung, kuhimiza maendeleo ya teknolojia zinazoshughulikia changamoto za kimataifa. Han pia amejitolea kudumisha uendelevu. Kulingana na msemaji wa kampuni kubwa ya teknolojia ya Korea ya Kusini ya Samsung, Han alisimamia biashara ya Samsung ya matumizi ya vifaa vya elektroniki. Tangu alipoteuliwa kuwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics mwaka 2022, Han alikuwa katika kusambaza TV za LED za Samsung, ambazo pamoja na ubunifu wake mwingine zilisaidia kampuni kuendelea kuonyesha uongozi wa teknolojia na huduma mbalimbali za Samsung. Han alipoteuliwa kuwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics, majukumu yake yalikuwa ni pamoja na kusimamia mwelekeo wa kimkakati wa kampuni, kuongoza uvumbuzi katika vitengo vyake vya biashara na kuhakikisha kwamba Samsung inadumisha makali yake ya ushindani katika soko la kimataifa. Hata hivyo, Samsung imetoa pongezi kwa Han, ikisema amejitolea kwa zaidi ya miaka 37 ya maisha yake kuongoza biashara ya TV ya Samsung kuwa kiongozi wa kimataifa. Kama mkuu wa biashara zake za kielektroniki na vifaa, pia alichangia ukuaji wa kampuni huku kukiwa na mazingira magumu ya biashara. Jang In-han akaendelea kuhudumu kama makamu mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa Samsung Electronics, akiongoza kampuni kupitia enzi yake ya uvumbuzi na mabadiliko kidijitali. Kwa mujibu wa msemaji wa kampuni kubwa ya teknolojia ya Samsung kutoka Korea ya Kusini, Han alifariki kutokana na mshituko wa moyo siku ya Jumanne ya Machi 25, 2025 akiwa na umri wa miaka 63. Han ameacha alama katika kampuni ya Samsung na alama katika tasnia ya teknolojia duniani. Jina langu ni Pili Mkono.